بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد آله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 1 mwezi wa Muharram mwaka 1440 katika darsa ya risala تجديد الإيمان للشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. tukikumbushana huko nyuma tulitaja kuwa kama alivyoeleza mwandishi kuna vigawanyo viwili katika sababu ambazo hudhoofisha imani ya Muislamu. Miongoni mwa hizo sababu, kigawanyo cha kwanza, al-asbab ad-dakhiliyya, ni sababu ambazo zipo katika dhati ya mwanadamu, na sababu hizi tumemalizia kuzitaja kama alivyoziorodhesha mwandishi hafidhahullah. القسم الثاني، kigawanyo cha pili، الأسباب والعوامل الخارجية، zile sababu za nje ya dhati ya mwanadamu zinazosababisha kudhoofika kwa imani yake. يقول الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله: أما القسم الثاني، tukija katika hiki kigawanyo cha pili katika zile sababu ambazo hudhoofisha imani ya Muislamu, fahuwa al-asbab wal-mu'athirat al-kharijiyya التي تؤثر في الإيمان بالنقص، ni sababu na mambo yanayomuathiri mwanadamu katika sababu ambazo ni nje ya dhati yake, bimaana husababishwa na wengine katika kuiathiri imani ya Muislamu kupungua. قال وتتلخص في 3 عوامل. ukiangalia kwa kifupi, awamil au sababu hizi zashukia katika mambo matatu. La kwanza, ash-shaytan. shaytan wa huwa akhtaruha wa ashadduha dararan, na amil hii ndio iliyo na hatari zaidi na madhara zaidi kwa mwanadamu. الشيطان هو ألد أعداء الإنسان. شيطان ndio adui zaidi wa mwanadamu kuliko yoyote katika maadui wa wanadamu, na Shaitan ndiye aliyetangaza vita dhidi ya huyu mwanadamu, kuwa atafanya vile anavyoweza kufanya ili mradi amtoe katika njia iliyonyooka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili Allah subhanahu wa ta'ala ameliweka wazi katika kitabu chake na kumuonya mwanadamu katika aya nyingi sana, ili kesho asije mwanadamu akaja
akalalama siku ya kiyama kusema kuwa hakutahadharishwa na kuonywa. Allah humsimamishia hujja mwanadamu, kesho asiwe na hujja. قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. حقيقة شيطاني ni adui yenu, basi mfanyeni kuwa ni adui. Maadamu ni adui na ametangaza uadui wake waziwazi, na nyinyi pia mchukulieni kuwa yeye nani? Ni adui. Inma yad'u hizbahu liyakunu min ashabi as-sa'ir. Kwani shaitani yeye analiita kundi lake ili liwe katika watu wa motoni. Kwa shaitani aliita kundi lake ili wawe katika watu wa motoni. Usiwe katika hao, kwa sababu ni adui yako shaitani. Shaitani ni adui yako, jitenge na ujiweke mbali naye, jiweke mbali na vitendo vyake. وقد حذرنا ربنا منه أشد التحذير. na Allah subhanahu wa ta'ala mola wetu mlezi ametutahadharisha upeo wa kutahadharisha kutokamana na shaitani. Qala ta'ala: ya ayuhal ladhina amanu, enyi mlioamini, la tattabi'u khutuwati shaitan, msizifuate nyayo za shaitani, msifuate nyayo za shaitani. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. na atakayefuata nyayo za shetani basi ajue kuwa huyo shetani huamrisha machafu na maovu. Hakuna khairi utakayoipata kwa kufuata nyayo za shetani. قال: ومن مظاهر خطره أنه يجلس للإنسان في كل طريق. katika madhahiri ya hatari yake huyu shetani ni kuwa yeye humketia mwanadamu katika kila njia. سواء كان هذا الطريق طاعة لله وقربة أو كان الطريق في معصية. iwe sawa ile njia ni katika taa, bimaana ni njia ya kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala, yumo. iwe sawa ile njia ni ya maasi, pia yumo katika kumvutia zaidi katika yale maasi, hamwachi. كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن الشيطان أنه قال: الله سبحانه وتعالى أتوeleza kuhusu shetani yasema: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Allah subhanahu wa ta'ala aeleza kuwa huyu shetani aliyasema haya maneno, basi nitawavizia katika njia yako iliyonyooka. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. kisha nitawazukia mbele yao na nyuma yao, kuliani kwao na kushotoni kwao. wala tajidu aktharahum shakirin, wala hutawakuta wengi wao ni wenye shukrani. Hakadha shaitan hakuachi. Popote pale ulipo katika khairi, shaitani yuko pale ili akuondoe katika ile khairi, na ikiwa ni katika shari na maasi, yuko pale akusukuma zaidi katika yale maasi. Hii ni kazi kubwa anayofanya shetani usiku na mchana, halali kwa ajili ya hilo. Ikiwa wewe utapumua, basi ujue yeye hapumui, ataka kuhakikisha kuwa wewe utakuwa katika kundi lake. Na wewe usilale, ukae chonjo kabisa kutahadhari na vitimbi vya shetani. فأما طريق الطاعة والقربة فإنه يثبطه أو يثبطه عنها. أما njia طاعة na qurba, utamkuta yule sheitan amvunja asiwe ni mwenye kutangulia katika jambo la taa.
ni kama amkatizia na kumpunguzia ile haraka yake katika kufanya taa. Wayahulu bainahu wa bainaha, asimama baina yake na lile jambo la taa. Wa amma tariqul ma'siyah fayahuthuhu ala fi'liha wa yadfa'uhu ilayha, ama njia ya maasiya amuhimiza kuifanya na amsukuma msukumo wa hali ya juu katika kufanya yale maasiya. Fahuwa min akhtari ma yakunu ala al-iman, hatari kubwa sana kwa iman ni huyu shetani. قال ابن القيم رحمه الله وهو يضرب مثلا عجيبا لحال الشيطان مع الإنسان. قال فيه الإمام ابن القيم رحمه الله akiwa apiga mfano wa ajabu wa hali ya huyu shetani na mwanadamu, wasema idha aradta lidhalika mathalan mutabiqan, ukitaka kwa jambo hilo mfano ambao walingana na kazi anayofanya shetani, famathaluhu mathalu kalbin jai'in shadidil ju', mfano wake ni kama mfano wa mbwa aliyena njaa sana. Wa bainaka wa bainahu lahmun au khubzun, na baina yako wewe na yule mbwa kuna nyama katikati, ama kuna mkate, kipande cha mkate. Wa huwa yataammaluka wa yaraka la tuqawimuhu, na yeye wakutizama tu na yukuona, huwezi kusimama mbele yake. Uweze kushindana na mbwa? Mbwa akitaka kula ile nyama utashindana naye? Takung'ata tu kutafune. Wa huwa aqrabu minka, na yuko karibu zaidi na wewe. Fa anta tasjuruhu wa tasihu alayhi wa huwa ya'ba illa tahawumu alayk, wewe wamfukuza yule mbwa, wajaribu kumpigia kelele aondoke, lakini yozunguka pale pale, aondoke. Yahumu hawlak, akuzunguka tu pale pale. Qala walgharatu ala ma baina yadayk, ataka kunyakura kile ambacho kiko mbele yako, kunyafura kabisa. Kwa hiyo yuko pale, wewe wajaribu kumfukuza, yeye yuko pale pale, aondoke. Ndio kama mfano wa ajabu sana. Yaani fikiria wewe jibwa lile linandaa, alafu wewe umeshika nyama, wamfukuza yeye, haendi, yumo tu pale pale, azunguka tu yeye, haona ataipata ile nyama wakati wote. Hivi ndivyo alivyo shetani, hakuachi. ومراده رحمه الله تعالى بهذا المثل توضيح مدى خطر الشيطان على الإنسان إذا لم يستعذ بالله من شره. makusudio yake Ibn Qayyim rahimahullah katika huu mfano ni kubainisha hatari kubwa ya sheitani kwa mwanadamu ikiwa hatataka ulinzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa hatataka ulinzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hii ndiyo hatari ya nani? Ya sheitani. Qala ad-dunya wa fitaniha, dunia na fitna zake pia ni katika sababu kubwa za kudhoofisha iman. Na hii naona mwalimu ashafika, nitasimamia hapa insha Allah, tutakuja kuieleza katika kikao kitakachokuja insha Allah taala, na pengine labda kitakuwa ndio kikao chetu cha mwisho kesho insha Allah, tumalizie hii risala. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. نسأل الله ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا كلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.